Leo tutaenda kuangalia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kuangalia kuhusiana na nini? Maombi. Maombi. Kwa hiyo tutaangalia vitu vitatu kama tutapata muda, lakini tusipopata muda wa kumaliza vyote, basi vingine tutamalizia jioni katika mkesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo binafsi kati ya mtoto wa Mungu na Mungu. Maombi ni mazungumzo binafsi kati ya watu waliompokea Yesu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda kuangalia mambo matatu juu ya maombi. Makusudi ya maombi. Kwa nini tunatakiwa tuombe? Tutaenda kuangalia ahadi zinazopatikana kwenye maombi. Lakini cha tatu tutaenda kuangalia nguvu ya maombi. Makusudi ya maombi, ahadi zinazopatikana kwenye maombi na nguvu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makusudi ya maombi, ahadi zinazopatikana katika maombi na nguvu inayopatikana katika maombi. Tumeona maombi ni mazungumzo kati ya wewe na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufungue Biblia yetu katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya 43. Isaya 43 na ule mstari kuanzia wa 25. Isaya 43 kuanzia ule mstari wa 25 hadi 26. Haya yote Mungu anayaagiza kwa sababu ya upendo wake mkuu ambao anatupenda watoto wake. Isaya sura ya 43 mstari wa 25 na 26. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Anasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu wetu anatuambia mimi ndimi niyafutaye makosa yako. Kama unajiona una makosa yoyote, kazi ya shetani ni kuhakikisha kwamba anakushtaki kwa makosa ambayo unafanya nini? Unayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu wetu anatuambia, anasema mimi ndiye niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu. Kumbe Mungu anayafuta makosa yetu kwa ajili yake mwenyewe, ili sisi tuwe watu wa haki mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anaendelea anasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unayo mambo kwenye maisha yako, mweleze nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unapomweleza Mungu mambo yako, utapata haki yako. Chochote unachokipitia, kama umechoka kukipitia, mpelekee nani? Mungu. Mungu atakupatia haki yako ambacho unatakiwa kukipitia sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema furahini siku ngapi? Siku zote. Kama anasema furahini siku zote, maana yake anajua kwamba kuna mema mengi ambayo ameandaa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya familia yangu. Wewe kama ni mtoto wa Mungu, sio muda wa kuanza kulalamika, sio muda wa kuanza kulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema unikumbushe. Mkumbushe Mungu jambo ambalo unalihitaji lifanyike kwenye maisha yako. Mkumbushe nani? Mungu. Usiwasimulie watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu unaowasimulia na wao wana matatizo yao. Kwa hiyo wewe, Mungu anasema kwamba unikumbushe na tuhojiane,
eleza mambo yako ili uweze kupewa haki yako. Kumbe kuna haki ya kwako ipo ndani ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu siku zote ye anatamani kusikia sauti ya mtoto wake ikisema nini mbele zake. Wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Ndio maana Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba, kusali na kushukuru. Mambo mangapi? Matatu. Kuomba, kusali na kushukuru. Alafu kama unayo haja mjulishe nani? Mungu. Unalo jambo lolote unataka lifanyike kwenye maisha yako, wa kwanza kumjulisha ni nani? Mungu. Kwa nini umjulishe yeye? Kwa sababu yeye ndiye aliyehusika kwa asilimia yote kukupatia wewe uhai kwa hiyo siku. Kwa hiyo amekupatia uhai, anajua ameandaa mambo gani katika maisha yako kwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anatuagiza kama wewe ni mtoto wa Mungu, kwanza jua ya kwamba dhambi zako zote Mungu amefanya nini? Amezifuta. Hata shetani anapokuja kukushtaki juu ya jambo lolote, mwambie mimi nilishasamehewa dhambi, kwa hiyo mimi ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Nimetakaswa na damu ya Yesu. Niko safi mbele za nani? Za Mungu. Mjibu shetani namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Asipate nafasi ya kuendelea kukuhubiria mambo mabaya kwenye maisha yako. Kama kuna mambo mabaya ulifanya kipindi cha nyuma, Mungu aishakusamehe na ameshasahau. Ndio maana hapa anasema mimi ndimi niyafutaye nini? Makosa yako kwa ajili yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni upendo wa kipekee tuliopendelewa na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ametupendelea sana na anataka tusitaabike kwenye dunia hii, tusitaabike kwenye ulimwengu huu. Tulishasema kipindi cha nyuma, shetani yeye kazi yake ni kuleta mambo mabaya kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku ambayo ulipomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umetangaza vita na shetani, kwamba kuanzia siku ile shetani atakufuatilia kila siku. Lakini kumbuka kwamba wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni mshindi, umeshinda na zaidi ya kushinda. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Aliye katika dunia ni huyo mwovu ambaye ni nani? Shetani. Maana wewe umemshinda na shetani yuko chini ya miguu yako. Kwa hiyo ulipotangaza ile vita, maana yake ni kwamba Mungu anaposema njoni kwangu, anajua uko katika